Kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi. Leo Jumatatu ya Mei 5 mwaka 2025, kesi maarufu kabisa inahusu familia ya marehemu John Rupia inaendelea katika mahakama hii. Jambo kubwa hapa leo ni kuhusiana na shauri la maombi madogo ya ardhi namba 8039 ambalo limeitwa mbele ya Jaji Lusungu Hemedi kwa ajili ya kusikiliza. Msingi wa shauri hilo ni zuio ambalo mteja wake wakili Peter Madeleka, ambaye mteja wake ni John Robert Rupia, ameliomba dhidi ya Steven Thomas Rupia. Kumbuka, hawa ni wanafamilia ambao wanatoka katika familia moja ya mpigania uhuru maarufu kabisa na mmoja wa watu ambao walishiriki katika harakati za kudai uhuru wakati wa Tanganyika, lakini pia ni mmoja wa waasisi wa kilichokuwa chama cha TANU. Hapa nazungumzia marehemu mzee John Rupia. Mgogoro wao unahusu jengo ambalo lipo kiwanja namba 2 na namba 3 Fatu Kariakoo jijini Dar es Salaam kwenye makutano ya Msimbazi na Uhuru. Nini hasa ambacho kinajiri mahakamani hapa kwa siku ya leo? Mapema tumezungumza na wakili Peter Madeleka anayemwakilisha John Robert Rupia ili kujua msingi wake na kipi hasa ambacho kinajiri katika maombi madogo ya shauri hili. Leo tarehe 5 Mei mwaka 2025, shauri la maombi madogo ya ardhi namba 8039 la mwaka 2025 linaitwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Lusungu Hemedi kwa ajili ya kuja kusikilizwa. Shauri hili linawahusu John Robert Rupia na Steven Thomas Rupia ambao ni familia ya mwanzilishi wa TANU na mpigania uhuru wa Tanganyika marehemu John Rupia, kuhusiana na nyumba ambayo wamegawana, nyumba ya urithi wamegawana, ipo katika ploti namba 2 na 3 Fla Kariakoo katika makutano ya mtaa wa Msimbazi na Uhuru. Walikwisha gawana, na msingi wa shauri hili leo ni kuomba zuio kwa sababu mjibu maombi Steven Thomas Rupia ametoa notisi kwa wapangaji na wanaofanya biashara ndani ya jengo lile kuhama kwa madhumuni ya kulibomoa baada ya kuwa ameingia mkataba na wawekezaji ambao anawajua yeye. Sasa mgogoro uliopo ni kwamba mteja wangu John Robert Rupia ambaye nimleta maombi kwenye kesi hii anasema kwamba mjibu maombi Steven Thomas Rupia hakuwa na uhalali wa kutoa notisi ya wapangaji wahame na kuingia mkataba na wawekezaji wa kujenga jengo hilo. Sasa kuna kesi ya msingi tumeshafungua hapa, na ili kuzuia matokeo ya kesi hiyo ya msingi yasije yakaathiriwa, ndio maana tumeomba zuio kwamba hadhi za wadaawa kwenye shauri hili zibaki kama zilivyo mpaka kesi ya msingi itakapomalizika. Kwa hiyo leo tunakuja kusikiliza zuio la kuomba pingamizi la muda au zuio la muda ili hadhi za wadaawa zibaki kama zilivyo, na kwa Kiingereza inaitwa temporary injunction, ili tutakapokwenda kusikiliza kesi ya msingi sasa ndio mahakama itakuja kuamua kwamba ilikuwa ni sahihi kwa mdaiwa au mjibu maombi Steven Thomas Rupia kufanya hayo ambayo ameyafanya kwenye hilo jengo ambalo liko katika makutano ya mtaa wa Msimbazi na Uhuru Kariakoo, Dar es Salaam. Kwa kifupi ndio hivyo, na muda mfupi ujao tutaingia mahakamani kwa ajili ya usikilizwaji wa shauri hili. Asante.